Msemaji mkuu wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa ameongea na waandishi wa habari katika bandari ya Dar es Salaam, ambapo pamoja na mambo mengine ameendelea kusisitiza kwamba bandari hii haijauzwa kama ambavyo watu wanasambaza kwenye mitandao ya kijamii, akisema bandari imepangishwa kwa DP World pamoja na kampuni nyingine kwa ajili ya kufanya uendelezaji ambao umeleta tija kubwa kabisa, huku akitaja ongezeko la shehena na ongezeko la mapato ambalo limepatikana baada ya uwekezaji huo mkubwa ambao umefanywa na DP World na kampuni nyingine. Mimi ni Bakari Chijumba. Ndugu zangu waandishi wa habari, Mamlaka ya Bandari Tanzania, kama wote mnavyojua na kama ambavyo nilisema, uamuzi makini uliofanywa na Mheshimiwa Rais, iliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji wa bandari. Na naomba nipigie mstari hili. Tuliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji. Maanake wako baadhi ya watu wanapotosha kabisa, wanaenda kusema bandari ya Dar es Salaam imeuzwa. Hii bandari nilipo mimi hapa haijauzwa, iko chini ya serikali na Mamlaka ya Bandari Tanzania iko hapa. Bandari haijauzwa, bandari ni mali ya serikali. Hawa DP World na Adan tumewapangisha, na hapa kwenye mkutano huu nitawaambia tunafanya nini katika upangishaji wa bandari ya Dar es Salaam. Kwanza, DP World na hawa Adan ambao tuliingia nao mkataba wa upangishaji na uendelezaji wameunda kampuni za Kitanzania ambazo sasa zinatakiwa zifanye kazi kwa sheria za Tanzania. DP World wao wameunda kampuni inaitwa DP World Dar es Salaam Limited, kampuni ya Tanzania na inadhibitiwa kwa sheria ya makampuni ya Tanzania. Na hawa Adan wameunda kampuni inaitwa Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited, imesajiliwa Tanzania, inadhibitiwa kwa sheria ya makampuni ya Tanzania. Sasa kampuni hizi zimefanya uwekezaji mkubwa. DP World wenyewe tayari mpaka sasa katika kipindi kifupi tangu tumeingia nao mkataba wa upangishaji na uendeshaji wa bandari, wameshawekeza katika bandari hii kiasi cha shilingi bilioni 214.2. Na wamefanya nini? Kwanza wamenunua mitambo mipya, wote mmeiona ile mitambo ambayo inapakia na kupakua mizigo, makontena na mizigo mingine mbalimbali. Wamefanya uwekezaji katika mifumo ya tehama, wamefanya ukarabati wa karakana ya mitambo, wamefanya uendelezaji wa maeneo mbalimbali ya kuhifadhi shehena. Lakini pili, Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited wao wanaendelea kufanya uwekezaji, na hapa watawekeza kiasi cha shilingi bilioni 410.4. Na wao hali kadhalika wanafanya ukarabati wa miundombinu na maeneo ya kuhifadhia makasha, maboresho ya gati namba 8 mpaka namba 11 na kuongeza gati kwa mita 100. Lakini pia wanafanya upanuzi wa mitambo mipya na usanifu na usimikaji wa mifumo ya kisasa ya tehama. Wanafanya pia ukarabati na maboresho ya karakana ya mitambo na kuendeleza maeneo mbalimbali ya kuhifadhi makasha ili kuongeza uwezo wa gati namba 8 mpaka namba 11. Lakini kazi nyingine ni uhudumiaji wa shehena na meli ambao umefanyika katika bandari yetu katika kipindi cha mwaka jana, mwaka 2024-2025 na nusu muhula ya mwaka huu 2025-2026. Uwekezaji huu uliofanywa na DP World na TEAGTL wale Adan mpaka sasa umeleta mafanikio yafuatayo. Bandari yetu ya Dar es Salaam imefanya ongezeko la shehena inahudumiwa katika bandari hii kufikia tani milioni 27.7 katika mwaka wa fedha wa 2024-2025, na hii ni sawa na ongezeko la asilimia 17 ikilinganishwa na mwaka wa nyuma yake tu, mwaka 2023-2024 ambapo bandari ilihudumia tani 23.69. Manake ni kwamba tunaendelea kuongeza uwezo kadiri muda unavyokwenda.